كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na kitabu chetu min wasaya as-salafi lish-shabab kutokana au miongoni mwa nasia za as-salafi salih kwa ajili ya vijana. Madarasa iliyomalizika tulianza utangulizi tukafika katika kurasa nambari 3 wanaposema walihadha, na kwa ajili hii yambaghi ala shabi, inatakikana juu ya kijana ayantabiha liahamiyati hadhihi almarhalati, azindukane kwa ajili ya umuhimu wa marhala hii, kituo hichi cha ujana. Wayatadhakkara daiman, na akumbuke siku zote anna rabbahu azza wa jalla, hakika ya Mola wake azza wa jalla, sayasaluhu yawm alqiyamati, atakuja kumuuliza siku ya kiyama, madha amila fiha, alifanya kazi gani yeye au alifanyia kitu gani katika marhala yake ya ujana. Kwa maana katika kile kituo cha ujana nini ambacho alichokuwa yeye ametenda wakati alipokuwa kijana. Je, alifanya kazi katika jambo la kumtii Allah au alifanya kazi katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Idafatan ila sual, kwa kuegemeza katika swali, ana amalihi, kutokana na matendo yake, fi umrihi kullihi, kuhusiana na umri wake wote ambao alikuwa amepewa, almutadhammin, ambao umri huo umekusanya limarhalati shababi, katika ile marhala ya ujana au marhala ya watu kuwa katika hali ya ujana. Liannaha marhalatul quwwa, kwa sababu hiyo marhala ya ujana ni marhala ambayo ya nguvu. Yani unapokuwa kijana unakuwa wewe una nguvu zako unatakana kwamba uzitumie katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wanashat, na kwamba hiyo marhala mtu anakuwa na uchangamfu. Ibada ambayo anaifanya mtu ambaye alikuwa kijana ni tofauti na ibada ambayo anafanya mtu ambaye alikuwa shazeeka. Na sio kwa maana kizee hatakani kwamba afanye ibada, lakini huyu kizee pia alipitia katika marhala ya ujana. Kwa hiyo na yeye vile vile ujana tayari alikwisha kuutumia. Na wewe kijana ambaye ulikuwa upo katika marhala hiyo, inakupasa kwamba utumie ujana wako katika namna ambayo ilikuwa ni nzuri. Wayusri harakati, na wepesi wa haraka, yani kwa maana wayusri alharakati, na ule wepesi wa haraka, yani harakati unapokuwa kijana unakuwa ni wepesi wa kuzifanya zile harakati zako, tofauti na mtu ambaye alikuwa ni kizee, tofauti na mtu ambaye alikuwa tayari kashaivuka marhala hiyo ya ujana. Wa quwwati al-a'dha'i, na vile vile katika marhala ya ujana nguvu au viungo vinakuwa vina nguvu, yani vile viungo vyako, mkono, mguu, akili, macho, pumzi, zote zile, kila kiungo ambacho Allah alichokuwa amekuruzuku katika hali ya ujana inakuwa ina nguvu zaidi. Kiungo hicho kinakuwa kina nguvu zaidi kuliko katika marhala nyingine. Waktimali alhawas, na vile vile ukamilifu wa hisia wakati unapokuwa kijana, hisia zako zinakuwa ni kubwa, tena zinakuwa ni kali. Kunusa kwako harufu wewe kijana kunakuwa tofauti na mtu mzima. Kuona kwako wewe kijana kunakuwa tofauti na mtu mzima. Bali mtu anapovuka marhala ya ujana, akavuka akaingia katika miaka 40 na basi, hapo baadhi ya watu wengi, na ni nadra sana, wengi wa watu wanakuwa macho yao sasa yanapoteza nuru. Mtu ambaye anakuwa muoni, macho yanaanza kupoteza nuru mpaka apate kisaidizi cha kutumia miwani. Baadhi yao mpaka wafike miaka 50, wavuke miaka ambayo zaidi hapo ndio wanaweza kutumia miwani. Lakini hii inatuonyesha na inatujulisha
kwamba kuna marhala tayari wewe ushaivuka, nguvu zinaanza kupotea, ndio maana macho yanapoteza nuru, masikio mtu anaanza kusikia kwake kunapungua, na hisia zake katika kilindi zinaanza kupungua, sababu tayari marhala ile ambayo iliyokuwa imekusanya nguvu imekwisha kuondoka. Walihadha, na kwa ajili hii, hatha an-nabii, amehimiza mtume sallallahu alaihi wasallam ashababa, amehimiza vijana, kama fil hadithi sabiq, kama ambavyo ilishotangulia katika hadithi ambayo ilikuwa imetangulia. Yani anasema kama fil hadithi sabiq, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ilishotangulia, ala ihtinami hadhihi marhalati, juu ya kuneemeka na juu ya kuitumia vizuri hii fursa ya ujana, ihtinaman adhima, utumiaji ambao ulikuwa ni mkubwa, na kuitumia fursa hii katika namna ambayo ilikuwa kubwa. Usikubali ukautumia ujana wako katika jambo la kumwasi Allah, usikubali ukautumia ujana wako katika jambo la kumshirikisha Allah, katika jambo la uzinifu, katika jambo la kumkera Allah, katika kukiuka mipaka yake, bali hakikisha unautumia ujana wako katika namna ambayo ilikuwa ni nzuri na namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoridhia. Wa awsa alayhi salatu wassalam aidan ahla al-ilm, na mtume alayhi salatu wassalam amewahusia watu wenye elimu, wal mu'tanina bitarbiyati, na wale ambao wenye kushughulika na malezi ya kuwalea vijana, wadawati, na vile vile walioshughulika na jambo la ulinganizi, wataalimi bishabab, na waliokuwa wamefungamana na jambo la kuwafunza vijana. Lianna shaba, kwa sababu kijana yahitaji ila inayati, kijana anahitaji kushughulikiwa, anahitaji apate msimamizi, na hususan pale ambapo kijana anapoanza kubaligha, akaingia ule umri wa kubaligha, na kubaligha aghlabu inakuwa ni miaka 15, wengine kuna baadhi ya mabadiliko katika viulele vyao yanapotokezea, basi tayari hapo ndio baligha imekwisha kuingia. Sasa mtu huyo au kijana huyo anahitaji apate msimamizi, anahitaji ushughulikiaji wa mulatafati, na vile vile kufanywa upole, wa rifqi. Mulatafa na rifqi na maana moja, kufanywa upole na kufanywa huruma, watawaddudi, na vile vile kupendwa, kufanywa mapenzi, kwa maana mapenzi ya kuvutwa katika khairi na kuyaendea mambo ambayo yalikuwa mazuri. Watahbibi lahu fil khairi wa ahlihi, na kumpendezesha kijana katika kupenda khairi na kuwapenda watu wa khairi. Ndio ukisoma sira ya salafi saleh, walipokuwa wakiwalea watoto wao, wanawalea katika namna ambayo hawa watoto wanapenda mambo ya khairi, kadhalika vile vile wanapenda watu wa khairi, na miji ambayo ilikuwa inafuata Uislamu katika ile namna yake ambayo ilikuwa sawa. Hili ni jambo ambalo lilikuwa linapatikana lipo, wanawalea watoto wao katika hali hiyo. Utamkuta mzee anatoka na mwanawe anaendelea msikitini, na akifika msikitini anamwambia adurusu afanye muraja, na ule muraja akifanya, maana yake kwamba afikie katika pahala ambapo alipo pazuri, na panapotokezea kutoa sadaka, basi mzazi anatoa pesa, anampa mwanawe, anamwambia hii nenda katoe wewe. Kwa hiyo kijana anakulia katika makuzo yale, hata anapokuwa mkubwa anajua kwamba baba yangu mimi alizoesha katika hali hii, au mama yangu mimi alizoesha katika hali hii, na anakuwa katika mazingira hayo. Na hata mzazi akifa, basi tayari kijana huyo anajua umuhimu wa mzazi wake, kwa hiyo hamsahau katika dua, hamsahau katika kumfanyia mambo ya khairati, kwa sababu huyo kijana amelelewa katika hali ya kupenda khairi na kuwapenda watu wa khairi. Hata la yatakhattafahu ahlul batil, ili asije akapokonywa yeye, akapokonywa yule kijana akachukuliwa na watu wa batil, wa arbabul muharramat, na wale watu ambao wenye kushikamana na mambo ya haramu, wale mabwana ambao walikuwa mfungamana na mambo ya haramu, asije akachukuliwa na watu hao. Walihadha, na kwa ajili hii,
harasa as-sahabatu radhiyallahu anhum, ndio masahaba akafanya pupa walihadha, na kwa ajili hii masahaba wao hirsi yao, harasa as-sahabatu radhiyallahu anhum, hirsi yao masahaba ilikuwa ni kubwa sana, ala tahqiqi hadhihi al-maani, juu ya kuthibitisha maana hizi aljalila ambazo zilikuwa ni kubwa tena zilizokuwa katika hali ambayo ilikuwa kubwa zaidi, kama jaa an Abi Sa'id al-Khudri, kama ambavyo ilivyokuja kwa Abu Sa'id al-Khudri. Ndio anasema walihadha harisa as-sahaba radhiyallahu anhum ala tahqiqi hadhihi al-maani al-jalila kama jaa an Abi Sa'id al-Khudri, kama ambavyo ilivyokuja kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu kana idha ra'a ash-shabab, kwamba yeye alikuwa anapowaona vijana, qala husema marhaban biwasiyati rasulillah, karibuni enyi wasia wa mtume wa Allah, enyi wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Awsana rasulullah, ametuhusia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, an wasi'a lakum fil majlis, tuwaekee wasaa katika majlis. Yani vijana wanapohudhuria katika majlis, masahaba walikuwa wakiwapa nafasi, wakiwakurubisha katika zile majlis. Leo vijana namna ambavyo walivyolelewa, baadhi ya watu wazee wanaona kama yale ambayo wanatekeleza ndio ya sawa. Vijana wanakuja msikitini, wengine wanauelewa mzuri, watoto wadogo wanakuja msikitini wanauelewa mzuri, wanakuja kuswali, basi wanawekwa nyuma kabisa, si katika da'bu salafi salih, si katika mwenendo wa salafi salih. Kwa maana kijana kuwekwa nyuma ya watu wazima si katika mwenendo wa salafi salih, bali kijana tekana kwamba akae na watu wazima, sababu atakapokaa na watu wazima ndipo ambapo atakapokuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Alhasil kwamba kijana huyo awe amefundishwa, na hata amefika msikitini tayari kwamba anajua amekuja kutekeleza jambo gani, amekuja kutekeleza sala, amekuja katika safu, kijana mwenyewe amejihimiza, amesogea safu ya mbele, anaona watu wazima wanazembea katika safu ya mbele, yeye akaona aje katika safu ya mbele. Basi wazee wanatakana kwamba wampokee na mpange vizuri yule kijana, usimweke nyuma kwamba wewe sogea kule nyuma, tena msifanye fujo. Vijana mshika nyuma, kisha wanaambia sifanye fujo, watafanya watu fujo, kwa sababu tayari nyinyi wenyewe hao vijana mshawaeka nje ya usimamizi wenu, nje ya ushirikiaji wenu. Kisha baadaye mnakuja na visa vyenu, mnatunga visa, mnasema kijana bana amemshinda ibilisi, yani watoto wamemshinda ibilisi watoto, sio mfahamu. Anasema kwamba vijana wameshinda nani? Ibilisi. Tena anasimulia visa ambavyo vilikuwa vina kichwa wala miguu. Hili nini lilopelekea? Kwa hivyo ni kwa sababu watu wameacha ile inayatul shabab, yani ile ushirikiaji wa kushirikia vijana tangu utotoni kwao, kukua kwao na kuwa katika mazingira yalikuwa makubwa, kwa sababu vijana wanaingiliwa na hali nyingi sana za kushawishiwa, za kuwekwa katika hali ambayo ilikuwa sio nzuri. Vijana wanawekwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo ni vyema ikiwa wewe mzee una kijana, mlee kijana wako kuhakikisha kwamba huyu ukija kufa, kuja kuondoka duniani, anakuwa ni msaada mkubwa kwa wewe wa kukuombea dua na wa kuhakikisha kwamba anakuweka katika mazingira ambayo yalikuwa ni nzuri. Wa an nufhimakum alhaditha, na vile vile mtume ametusia sisi tukufahamisheni nyinyi hadithi zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum, kwa sababu nyinyi khulufuna, nyinyi ndio baki yetu. Nyinyi ndio nani? Baki yetu. Maana yake sisi tukiondoka, nyinyi mnabakia ambao mnakuja kushika nafasi yetu. Kwa hiyo mnatakana kwamba haya muyafahamu mapema, kufahamu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiwa na kijana wewe, mlee katika malezi ya Uislamu uliokuwa sahihi, mfahamishe mapema Qur'ani. Pambana kwanza na kijana wako mpaka uhakikishe kwamba Qur'ani anaijua vizuri. Matnan, akishakujua matnan, pambana naye katika kujua maana na kuhifadhi ile Qur'ani. Awe ni kijana ambaye alikuwa imara, anajua kusoma Qur'ani. Akijua kusoma Qur'ani sawa sawa, sasa jitapambana naye kuhakikisha kwamba unaulainisha ulimi wake katika kujua lugha ya Kiarabu. Kisha kujua lugha ya Kiarabu na kumsomesha masomo mengine yanayofungamana na dini.
unamwandaa kijana hawe katika mazingira yalikuwa mazuri. Lakini haya hayatowezekana wewe peke yako kuyafanya, isipokuwa upate mama ambaye alikuwa bora, mama ambaye mwenye kufahamu Uislamu, mama ambaye mwenye kujua umuhimu wa dini ya Uislamu. Huyu ndio ambaye atakayekuwa ni msaada kwako wewe mwanamume. Wewe baba ndiye atakayekuwa msaada kwako wewe. Lakini ikiwa mama hana ihtimamu yoyote, hana ushirikiaji wote, yale ambao unamuelekeza ya kusimamisha swala, ya kusoma Qur'ani, ya kujitahidi katika azkari, ya kujifundisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina tofauti tofauti, bila shaka kwamba kijana haitowezekana kukua katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri. Ameweka nambari 1, ai takhlufuna, nyinyi mtabakia kwetu sisi, maana mtachukua nafasi yetu fi ma baad, kwa yale ambayo tutakuja baadaye, fi ta'limi nas, katika kuwafundisha watu, wa da'watihim, na kuwalingania hawa watu ila dini Allah azza wa jalla, katika dini ya Allah azza wa jalla. Wa ahlul hadithi ba'dana, na nyinyi ndio ambao mtakaokuwa watu hadithi baada yetu sisi. Na hili ni jambo ambalo unatakana kijana wako mlee katika mazingira haya. Wengi wa watu wanawalea watoto wao katika sekula zaidi, yaani wanawalea katika sekula zaidi, kwamba mimi nataka kijana wangu asome, ajekuwa yeye ni msekula, ajekuwa yeye labda daktari, pilot, ajekuwa yeye kadha wa kadha, ajekuwa yeye anafahamu hichi na kile katika yale mambo ya kisekula, mambo ya kidini. Lakini hamfundishi kijana wake akatilia ihtimamu katika jambo la kujua dini ya Uislamu, dini yake, na akafahamu Qur'ani, akafahamu hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafahamu yale ambayo yanafungamana na dini yake. Wewe mwenyewe ujisikii fahari kijana wako kwamba umemlea mpaka akawa anajua kusoma Qur'ani vizuri, akawa anajua kufahamu hadithi za Mtume vizuri, kiasi ambacho akawa kijana huyu sasa yeye Allah akamteua ndo akawa anausimamia Uislamu, akawa analingania watu, kuwatoa katika viza, kuwaleta katika nuru, na akawa anaandika, akawa anafanya haya na yale katika mambo ya khairati. Wewe ujisikii fahari na huoni kwamba Allah amekuongozea, Allah amekupa msaada kukuongozea kijana wako katika dini yake. Sasa baadhi ya wazee utawakuta kijana kishaelekea, lakini yeye mzee ndo anakuwa mstari wa mbele kumtoa kijana katika kule kuelekea kwake. Anamlingania mwanawe, anamwambia mwanangu, nimekupeleka chuoni na skuli, nataka moto usome, lakini mbona nakuona skuli unazembea sana? Dini haitoja kukulisha mwanangu, na mfano wa maneno kama haya. Ni maneno ambayo kumharibu kijana. Na matokeo yake kijana amelinganiwa mara kwanza na mzazi wake, mara pili, mara tatu, mwisho siku anaacha kabisa upande wa kushirikia dini yake na anaelekea dunia totally. Lakini dunia haitoweza kumsaidia chochote. Dunia haitoweza kumsaidia chochote. Ataishi katika ulimwengu, atakwenda na maisha yake hapo ulimwenguni, lakini akimaliza maisha ya ulimwengu hakuna ambacho atakachokipata isipokuwa ni yale ambayo alikuwa hapo ulimwengu atamalizika. Lakini kuna maisha baada ya haya maisha ya ulimwengu. Je, wewe uliandaa vipi maisha hayo? Na maisha hayo hutoweza kuyaandaa isipokuwa wewe lazima uwe umeisoma dini. Basi na kuisoma dini huwezi ukaandaa maisha ya baada ya maisha haya ya dunia. Wakana yukbilu ala shab, na alikuwa akimwelekea kijana Abu Sa'id al-Khudri, fayaqulu lahu, akisema kumwambia yeye, ya ibna akhi, mtoto wa ndugu yangu, idha shakakta fi shay'in, utakapopata mashaka katika jambo lolote, fasalni, basi niulize mimi, hata tastaiqina, ili wewe upate yaqini ya lile jambo. Utakapopata mashaka ya jambo lolote lile katika masala ambayo yalikuwa yamekujia, ukapata mushkil, ukawa unatatizika, basi niulize. Fa innaka, kwa hakika wewe, in tasrifu ala al-yaqin ahabbu ilayya, kuondoka wewe juu ya yakini, ukawa wewe unaondoka katika majlisi hii ukiwa na yakini ya lile ambalo uko nalo, ahabbu ilayya, jambo hilo linapendeza zaidi kwangu mimi, min an tasrifa ala shaki, kuliko kuondoka ukiwa juu ya shaka. Yani kuondoka ukiwa juu ya shaka, jambo hilo ni jambo ambalo lilokuwa baya sana, na jambo ambalo lilokuwa halipendezi kabisa. Pende kijana siku zote muulize masaili tofauti tofauti. Ikiwa na kijana wako
leo chuoni umesoma nini, umesoma kitu gani, muulize masaili hayo. Mpeleka chuoni, akirudi muulize umesoma kakusomesha nani, hebu njoo nisomee hapo ambapo uliposomeshwa, msimamie, nakupa hapa mpaka hapa, nataka ushapajua hapa. Basi utamkuta kijana yule anasogea hatua baada ya hatua, anatoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Athari hiyo akhrajahu al-Baihaqi fi kitabihi Shu'ab al-Iman, amesimulia al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman nambari 1610. Wakana Abdullah ibn Mas'ud, na alikuwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idha raa shababa, anapowaona vijana yatlubuna al-ilma, wanatafuta elimu, qala husema marhaban bianabi al-hikma, karibuni enyi chemchemi, yani karibuni katika chemchemi za hikma, wa masabiha dhulami, na vile vile karibuni katika taa za viza. Maanake viza taa zake ndio hizi elimu. Khulqani thiyabi, ambao nyinyi ni nguo zilizokuwa mbichi, ambazo ndio kwanza mpya zinatengenezwa, maanake bado ni wabichi nyinyi. Jududul qulub, tena vijana ambao mlokuwa nyoyo zenu bado mpya mbichi, zinapokea mambo. Tena hulusu buyuti, vijana ambao kwamba wenye kulazimiana na majumba pale ambapo zinapotokezea fitna. Wanasema maulama walipokuwa kitafsiri maneno haya ya Abdullah ibn Mas'ud, akiwemo al-Imam Ibn Mundhir, anasema hulus bimaana al-kisau, ni kile kivazi alladhi ambacho yali dhuhra al-ba'ir, kinachofuatia mgongo wa ngamia, yani ile guo ambalo linafuatia katika mgongo wa ngamia, tahta al-qatab, yani juu ya nini, juu ya ule mgongo wake yule ngamia, ndio inaitwa hulus. Yani anakusudia nyinyi ni watu ambao mnalazimiana majumba, kwa maana ilzamu buyutakum fil fitani, ilazimisheni na kushikamana majumba yenu wakati wa fitna. Kwa maana nyinyi ni watu ambao mlokuwa mnashikamana na majumba pale zinapotokezea fitna, yani hamujiingizi katika fitna. Raihana kulli kabilati, tena ni harufu njema, ni liwazo ya kila kabila. Maana yake ni maana yake kwamba kila kabila basi linafurahia kuwa na kijana. Na hata wale makuraishi walipotaka kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, walitafuta nini? Walitafuta vijana, wakakusanya vijana kutoka katika kila kabila ili wakusanyike pamoja wamuue mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuja na rai hiyo ya kutaka kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu vijana ndio ambao wenye nguvu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamnusurisha mtume wake na zile hila zao ambazo zilikuwa mbovu, hila zao zilikuwa za kishetani, na Uislamu ukapata nguvu. Akhrajahu Ibn Abi al-Barri, athari hiyo vile vile amesimulia Ibn Abi al-Barri fi Jami Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, katika kitabu chake hicho nambari 256. Wasaya salafi rahimahumullah lishababi, na nyasia za as-salafi salih, wasia wa salafi salih kwa vijana, wa inayatuhum bihadhi marhala, na ule ushirikiaji wao as-salafi salih kuwashirikia vijana katika marhala hii ya ujana, kathiratun jidda, ni wasia ambao ulikuwa mwingi sana walikuwa wakitoa as-salafi salih kuwahusia vijana. وفي هذه الرسالة anasema Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahullah ta'ala, na anasema katika risala hii min wasaya as-salafi lishabab, anasema intaqaitu jumlatan minha, mimi nimechagua jumla ya sentence katika hizo nyasia ambazo as-salafi salih walizokuwa wamezitoa, ma taaliki yasiri, pamoja na kuchukua maelezo, pamoja na kutia taaliki ile kwa nyepesi, maelezo mafupi, ala kulli wasiyati, ya kila wasia. Anasema intaqaitu jumlatan minha, nimechukua kutokana na nyasia hizo sentence au jumla au sentence katika nyasia hizo ambazo as-salafi salih walizokuwa wakizitoa, pamoja na kuweka taaliki ambayo ilikuwa nyepesi, ala kulli wasiyati, juu ya kila wasia. Baadaye akaweka namba 3, akasema Sheikh, aslu hadhihi risala, asili ya risala hii, anasema aslu hadhihi risala, asili ya risala hii muhadharatun, ni muhadhara
ulqiyat fi mamlakati al-Bahrain, ambao ulikuwa umetolewa katika mamlaka ya Bahrain katika tarehe 13 Jumada al-Ula katika mwaka 1435 bijami Hamadi kanu bimantiqati al-Mahriq, katika jamia Hamad au Hammad, ambayo Hamadi kanu bimantiqati al-Mahriq, katika mantika manake mkoa wilaya ya Mahriq. Thumma farraghtu hadhihi al-muhadara, kisha nikafanya tafrighi manake ni wewe manake ukasikiliza ule muhadhara kisha ukauandika katika kitabu, yani ukasikiliza cassette akisha wewe ukaandika. Sasa ile inaitwa tafrighi. Nimefahamu? Hujaje darasani ukachukua darasa ukakaa na kitabu ukawa unasikiliza kisha neno liko juu uko unaandika, manake pale unafanya nini? Unafanya tafrighi. Unafanya tafrighi manake kwamba una kile ambacho kiko kwenye cassette unakitoa unakiweka katika kitabu. Umefahamu? Yote ni katika aina ya nini? Ya tafrighi. Kwa hiyo ukisikia mtu yule bana alikuwa anasoma kwa njia ya tafrighi, maana yake kwamba alikuwa anachukua cassette kisha baadaye anafanya nini? Anapitia. Wazitu fiha, anasema na nikazidisha ndani yake baadhi alfawaid, baadhi ya faida, baada murajaatiha, baada murajaati. Wallahu yujzi'u khairal jazaa, na Allah amlipe khairi malipo kila man sharaka fi ikhraji, kila ambaye alikuwa mshiriki katika kutolewa kwake muhadhara huo na risala hiyo. Kwa hiyo maana yake kila yule ambaye alikuwa mshiriki alorekodi, baada ya kurekodi akaileta ile cassette kwa shekhe, akisha shekhe akafanya nini? Akaifanyia tafrighi, akazidisha ndani yake ika faida, Allah mlipe khairi. Na ndani yake kuna khairi kubwa sana kwa kila ambaye alikuwa na sababu ya kueneza elimu kwa hali moja au nyingine.